Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi katika kipengele cha yasemavyo magazeti. Mimi ndiye Ibrahim Mgaza ambaye nitakupitisha katika matukio yanayofanya vichwa vya habari katika magazeti ya Tanzania kwa siku hii ya leo ya tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Karibu sana tuangazie magazeti haya, na gazeti nililonalo hapa ni gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye limeandika mazingira biashara na uwekezaji kuboreshwa. Majaliwa atoa maagizo na TPSF ya shauri mambo 12. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Lakini pia taarifa nyingine, TRA yasema hatuna ubaguzi kuajiri. Habari hii pia inapatikana ukurasa wa 4. Lakini mwanasheria mkuu na baraza kushirikiana sekta ya ujenzi, ukurasa wa 3, na undani pia wa taarifa hii. Gari la watatu wa familia moja Chato, habari inapatikana ukurasa wa 4. Lakini watu 7 waliokufa ajalini Moshi watajwa, ukurasa wa 8 pia una undani wa taarifa hii. Nafasi ya ukurasa huu wa mbele unatupa nafasi pia kuweza kutizama ukurasa wa nyuma ambao ni mahususi kwa habari za michezo na burudani, kwenye kumeandikwa jambo gani. Taarifa kubwa ni kwamba Yanga na Simba kukutana fainali kombe la shirikisho. Mwandishi wa gazeti hili ameuliza, ameweka kiulizo hapa. Lakini Serengeti Girls yatinga nusu fainali Uturuki. Habari nyingine, Azam yatamba ugenini JKT, Dodoma Jiji sare. Habari hii pia inapatikana katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, inatupa nafasi pia ya kutizama Nipashe Mwanga wa Jamii. Leo limeandika habari gani kubwa? Msimamo ni ule ule. Uongozi wa juu Chadema wateta na watiania ubunge na udiwani, washikilia ajenda ya no reform no election. Lissu atoa kauli nzito. Ni kauli gani hiyo? Habari hii pia inapatikana ukurasa wa pili katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gari lenye maiti latajwa chanzo ajali ya basi iliyoua watu 7. Habari hii ipo katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mbunge ashtushwa mchakato wa kugawa jimbo lake. Habari pia ipo katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku hii ya leo. Na gazeti la Nipashe linatupa nafasi kupitia pia ukurasa wake wa nyuma umeandikwa jambo gani. Fadru asema mechi haijaisha na tutashinda kwa Mkapa. Hiyo sio kauli yangu, ni kauli ya kocha klabu ya soka ya Simba. Kocha huyo afunguka bao la mapema lililoondoa mchezoni nyota wake. Habari hii ipo katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini Yanga yaitisha Stand United robo finali FA. Habari hii pia inapatikana katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti la Nipashe linatupa nafasi pia kuweza kutizama gazeti la Uhuru ambalo limeandikwa Majaliwa ataja mkakati uboreshaji uwekezaji. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Lakini Balozi Dr. Nchimbi atoa maagizo Wizara ya Kilimo. Habari ipo ukurasa wa 3. Ukipata nakala yako ukajisomea kwa undani zaidi. Lakini taarifa nyingine, Rais Mwinyi azitaka taasisi kuajiri maofisa. Habari kurasa wa 10 una undani pia wa taarifa hii. Tukigeuka katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Uhuru ambako limeandika Fadru kwa Mkapa hawatoki. Fadru asema kwa Mkapa hawatoki, ukurasa 23 una undani wa taarifa hii. Lakini Kamwe aachiwa kwa dhamana. Habari hii ipo ukurasa wa 23 pia. Kwa undani zaidi unaweza kujipatia nakala ya gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru pia linatupa nafasi ya kutizama gazeti la Mwananchi Tanzania ambalo pia limeandika no reform no election. Kuna fuka moshi. Wanaotaka ubunge na udiwani Chadema watishwa zigo la kusaka saini milioni 15 za wananchi. Wenyewe wafunguka wakiwa na mitazamo tofauti. Mwita atema nyongo akimtaja Mbowe. Kwa nini amemtaja Mbowe? Ukurasa wa 2 na wa 3 wa gazeti Mwananchi Tanzania una undani wa taarifa hii. Lakini ndani ya siku 4 watu 14 wafariki ajali Same na Mwanga. Habari hii inapatikana katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania katika ukurasa wa 4. Habari picha pia hapa inaonyesha gari ambayo imepata ajali siku ya jana. Sasa ni vema ukajipatia gazeti hili kwa undani zaidi. Lakini Nchimbi atoa maagizo Wizara ya Bashe na wakala wa mbegu. Ukurasa wa 4 una undani wa taarifa hii. Udanganyifu wa ikoroga NHIF. Udanganyifu wa ikoroga NHIF vituo vya afya. Ukurasa wa 3 una undani wa taarifa hii katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Bunge la 12 ilivyopitia majonzi. Ukurasa wa 11 una undani wa taarifa hii. Kwa nini? Ni vyema ukajipatia
gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Mwananchi Tanzania linatupa shavu pia kuweza kupitia gazeti la Mwanaspoti katika kiu ya michezo na burudani, kujua kipi hasa ambacho kimepewa kipaumbele kwa siku ya leo. Aziz Ki afichua kinachomtesa. Ukurasa wa pili una undani wa taarifa hii. Kwa nini amefichua kinachomtesa? Ni vyema ukajipatia gazeti hili la Mwanaspoti katika kiu ya michezo na burudani. Lakini hapa inaonyesha idadi ya mechi 22 alizocheza na vitu vinginevyo kama hivyo ambavyo vinaonekana hapa. Lakini taarifa nyingine ni kwamba hesabu za kuivusha Simba da yapewa muamuzi wa kadi na penalty. Kwa nini? Ukurasa 12 una undani wa taarifa hii. Lakini pia taarifa nyingine ni kwamba Arsenal yapata dawa ya Madrid. Habari pia ipo katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Mwanaspoti katika kiu ya michezo na burudani. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada katika vichwa vya magazeti ambavyo vimetikisa na kushika vichwa vya habari kwa siku hii ya leo. Mimi ndiye Ibrahim Mgianza, kwa niaba tu ya wote waliohakikisha kipindi hiki kinakwenda vizuri. Basi nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.